Ndugu zangu wana Katavi, katika masoko yetu 44 na vituo vya ununuzi 117, fedha inayozunguka kwa mwaka mmoja kwenye biashara ya madini imefikia sasa trilioni 4.5. Ndio fedha ambayo inazunguka katika wachimbaji wetu hao wadogo. Maana wachimbaji wakubwa hawaendi sokoni, hao ni wachimbaji wadogo. Na ndugu zangu, katika trilioni 1.2, asilimia 40 inachangiwa na wachimbaji wadogo ambao hawana mitaji, hawana maeneo, wanachimba kwa kubahatisha, lakini bado wanachangia asilimia 40. Ndio maana nina maelekezo mahususi ya Mheshimiwa Rais ya kuliangalia hili kundi kipekee, kwa jicho la kipekee. Wana uwezo wa kutoa mchango mkubwa zaidi katika uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Na ndio maana tarehe 1 mwezi wa 7, Benki Kuu kwa kushirikiana na Wizara ya Fedha wanakwenda kuizindua na kuanzisha rasmi kampuni ya mfuko wa dhamana, inaitwa Credit Guarantee Corporation, ambayo imeshasajiliwa BRELA. Itakwenda kutoa dhamana kwa wachimbaji wadogo kupata mikopo ya kuendesha shughuli zao. Nilisema wakati nahitimisha kwenye bajeti yetu pale bungeni, hakuna serikali yoyote ambayo haiwezi kuwasimamia watu wake. Wenzetu wanaokuja kutoka nje ya nchi, mtaona wakandarasi wengi sana wanatoka katika baadhi ya nchi hapa, wana uwezo wa kukoti katika bei ya chini sana na bado wakapata faida, kwa sababu serikali zao zinawaunga mkono. Kwa hiyo ndio maana mtashangaa kazi nyingi sana za ujenzi wanapatikana watu wa aina moja au kampuni za aina fulani, kwa sababu wana msaada mkubwa sana kutoka kwenye nchi zao. Huyu mkandarasi aliyoko hapa Tanzania hawezi kushindana nao. Riba ya mkandarasi wa Tanzania ni 22%, akaenda katika mabenki ya biashara, wale kule wana riba 100%. Unashindana naye vipi mtu wa namna hiyo? Na kwenye sekta ya madini tumesema hivyo hivyo. Ukimwezesha mchimbaji mdogo, atamsaidia mamake mdogo aliyoko Msimbo, shangazi wa Tanganyika, lakini vile vile atamsaidia mjomba wa maji moto kule. Fedha itaendelea kubaki hapa hapa, na huo ndio uchumi wetu. Kwa hiyo tumekubaliana hivi sasa, tumeshatoa maelekezo kwa RMOs wote, kwanza kuwatambua wale wafanyabiashara na wachimbaji wa kati na wakubwa, ili tuanze nao awamu ya kwanza ya kuweza kuwawezesha. Watu wetu wanaweza kufanya kazi kubwa sana. Tunakuta mtu kasimamisha uchimbaji, kakosa pampu tu ya milioni 35, anaamua kuliacha duara. Nataka tuwatoe Watanzania huko, na ndio kazi ambayo tutakwenda kuifanya, kuhakikisha tunawasaidia Watanzania wetu kupiga hatua, hasa katika eneo hilo la kuwawezesha. Bahati nzuri kwenye mfuko wa dhamana tunaanza na bilioni 300 mpaka trilioni 6. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kama kuna mchimbaji alikuwa anataka mkopo wa bilioni 2 na hana dhamana ya mkopo wa bilioni 2, serikali inamsaidia kupunguza mzigo wa kuweka dhamana, inajiweka yenyewe dhamana kwa asilimia kadhaa, ili iweze kumsaidia huyu mtu aweze kupata mkopo. Ndio namna pekee ya kuwasaidia watu wetu, na kazi hii itafanyika. Haya nilisema niyaseme, na kwa sababu kusudio letu kubwa kabisa tunataka tuwasaidie. Nataka tusaidie mazingira ya biashara yanayofanyika nje ya nchi yafanyike hapa nchini. Asilimia kubwa ya wafanyabiashara wetu na wachimbaji wadogo, dhahabu yao nyingi wanaipeleka Dubai kwa sababu moja kubwa: watu wetu hawana mitaji, na mitaji wanaitoa nje ya nchi. Anayemlipa mpiga zumari ndiye ambaye anachagua mwimbo. Kwa ukimsaidia Mtanzania akawa ana uwezo wa kupata mtaji, hata hangaika na Dubai, kwa
sababu pia ana sehemu ya kuuza dhahabu yake na madini mengine. Dhahabu inauzwa hapa Tanzania, Benki Kuu analipa ndani ya masaa 24. Kwa nini uhangaike kutoka na dhahabu Mpanda, uchukue ndege uende mpaka Dar es Salaam, uchukue ndege uende mpaka Dubai, ukae siku 3, kuna gharama za kula, gharama za kulala, ndio then urudi Tanzania na kile ambacho umekipata. Ili hali una uwezo wa kuuza leo saa 7 mchana, kesho saa 6 ndio umekulipa ukiwa ndani ya Mpanda yako, hujatoka nje ya Mpanda. Haya ndio mageuzi makubwa ambayo tunatarajia kwenda kuyafanya kwenye sekta ya madini ili tuchochee uchumi wa nchi yetu ya Tanzania.